Bwana, tumefika msibani kwa msanii Suleiman Ramadhani Mvamba alimaarufu Spaki, na hapa tupo na mama yake mzazi. Ngoja tukaongee naye, anaonekana katika hali ya machungu. Mama, pole sana. Asante baba. Tukwambie pole sana kwa mara nyingine, Nashukuru, asanteni. kwa maana kupoteza mtoto ni kitu ambacho kinaumiza sana moyo. Tumefika hapa ili kumzungumzia msanii ambaye maarufu kwa jina Spaki. Alikuwa ni mtoto wa aina gani mpaka kufariki kwake, na nini haswa kilichosababisha kupatikana kwa mauti yake? Alikuwa ni mtoto wa pekee katika maisha, kwa sababu alikuwa si mtu korofi na wenzie mpaka mauti yake amemfikia. Sijajua kile alichougua mpaka anakufa, alianguka tu na kufa. Kwa hiyo sikusikia ugonjwa, nilisikia mauti. Ni mtu ambaye ameanguka ghafla. Huko nyuma hakuwahi kusema kwamba ana hali yoyote inayomfanya ajisikie vibaya? Hajawahi kuniambia hata siku moja kwamba anasikia nini, zaidi ya kusema labda naumwa na kichwa au mafua. Spaki ameacha watoto wangapi? Spaki ameacha watoto 5, wa kike 3 na wa kiume 2. Pole sana. Nashukuru, asanteni. Spaki ni mtoto wangapi kwako? Spaki ni mtoto wa 3 kwangu kumzaa. Mtoto wa 3. Ndio. Malezi yangu ni alikuwa ni mtoto wa kutii sana. Kila tunachoongea na kusikiliza kwamba mama kaongea nini. Kwa hiyo hakuwa na walakini wa aina yoyote katika maisha yake. Kwa hiyo mpaka hivi sasa chanzo cha kifo chake haujulikani, ugonjwa wote ni ghafla tu. Vipimo vya madaktari vinasemaje? Kwa kweli vipimo vya madaktari wameeleza kwamba hakuna tatizo lolote ambalo wameliona. Kwa hiyo ile ilikuwa ni ghafla tu, kufa na kuzimika. Anaacha pengo kwa kiasi gani katika familia, akiwa kama baba na akiwa kama mtoto kwako? Ameacha pengo kubwa sana, kwa sababu ndio mtoto wangu wa kwanza wa kiume kwenye familia yangu. Kwa hiyo kaniachia pengo kubwa sana ambayo sitakujisahau katika maisha yangu. Tunategemea kumpumzisha Jumatano saa 10 na ni Tanga mjini. Wakati Spaki umesema amefariki ghafla, mara ya mwisho kuongea naye ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kuongea naye ilikuwa ni juzi usiku, kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Asubuhi jana ndio nikapigiwa simu ya umauti. Sikuambia kwamba ameumwa wala amefanyika nini. Tuliongea tu habari nzuri za kuhusu watoto wake, maendeleo ya shule, basi hakuna kingine. Maana alikuwa ni mtu ambaye anapenda watoto wake wawe na maendeleo ya kusoma, kwa sababu wengine alikuwa nakaa nao huko kwangu na wengine anao hapa kwake. Kwa hiyo tuko tunajadili kwamba wataendeleaje. Ni hilo tu. Si tukupe pole sana kwa msiba huu, kwa maana ni msiba wa Tanzania kwa ujumla, ni msiba ambao umeikuta sanaa ya Tanzania kwa ujumla. Inaumiza tukiwa kama tumempoteza msanii ambaye ngoma zake tunaishi nazo mpaka leo. Inakuumiza pia wewe kama mzazi kwa kumpoteza mtoto wako, tena jemedari wako wa kwanza kabisa. Si tukwambie pole na Mwenyezi Mungu akuvushe katika kipindi hiki kigumu. Unalipi la kuambia Watanzania katika kufanya msiba huu wa Spaki, kumpumzisha mahali kwake pema salama? Hapa Dar es Salaam mnaondoka lini? Naondoka leo saa 10 kuelekea Tanga mjini. Msiba kesho, tutakapo muda tutakoingia tutapumzika. Kuzika ni Jumatano saa 10. Mtu ambaye anatamani kuambatana na msiba, mawasiliano au taratibu zipoje? Taratibu zake ni kakake wa kwanza ambaye ndio mwanangu mkubwa, yupo anaitwa Alfani Ramadhani Vunde. Nafikiri yuko huko nje kwenye vikao. Hatuna la kusema zaidi ya kukwambia pole na Mwenyezi Mungu akujalie subra, uvuke kipindi hiki kigumu. Ni msiba ambao tumeumia kama Watanzania, mioyo yetu inavuja machozi kwa kumpoteza kijana ambaye
inasemekana na inasemwa hakuwa na ubaya wala ukorofi wowote. Aliishi vyema akiwa kama msanii na akiwa kama kijana na akiwa kama baba, mtoto na mume kwa mke wake. Si tukupe pole na tukushukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana baba, tuko pamoja wanangu kwenye msiba. Hata nyie limewatoa huko mpaka kuwaleta hapa, ni kwamba limewaumiza. Naitwa Mwana Selemani Mbelwa, Mwana wa Selemani Mbelwa.